Karibu tena Rogers Recap. Kwenye video ya leo tutapitia movie ya 2025 iitwayo Final Destination Bloodlines. Ni muda wa simulizi. Pia usisahau kulike na kusubscribe kwa movie nyingi kama hii. Filamu inaanza mnamo mwaka 1968. Iris pamoja na mchumba wake Paul wakihudhuria ufunguzi wa mgahawa ulioitwa Skyview. Paul akamchumbia Iris na kumvalisha pete ya uchumba kwenye kidole chake. Wakati huo, Iris akaona kitu cha kutisha sana. Juu, mvulana mmoja akawa ametupa sarafu chini. Ikaonekana kana kwamba kifo chenyewe kilipuliza sarafu hiyo na kuielekeza moja kwa moja kwenye tundu la hewa. Sarafu hiyo ikanasa kwenye feni na kuisimamisha hapo hapo. Wakati huo huo, watu waliokuwa ndani ya mnara wakawa wanacheza kwa furaha, bila kujua kuwa nyufa kwenye kioo chini ya miguu yao zilikuwa zikienea kwa kasi sana. Iris na Paul walipokuwa wakicheza kwa furaha, nguzo za chuma chini yao zikafikia kiwango cha kuvunjika. Bolti zikaanza kutoka moja baada ya nyingine. Ghafla, sarafu iliyokwama ikavunja bawa la feni na kulirusha moja kwa moja kwenye bomba la gesi. Wakati watu wakiendelea kucheza, nyufa zikaongezeka na gesi ikaanza kuvuja hewani. Kila kitu kilichomzunguka Iris kikamfanya ahisi hofu. Ghafla, Paul akaanguka baada ya kioo kupasuka. Watu wakaanza kuanguka mmoja baada ya mwingine wakijaribu kwa nguvu kushika mihimili ya chuma. Chini, wafanyakazi wakapatwa na hofu na kukimbia kuokoa maisha yao. Paul aliweza kushika kipande cha kioo kigumu. Iris akapiga kelele kuomba msaada, lakini hakuna aliyekuja. Akajaribu kumsaidia Paul kwa haraka, lakini akateleza na kuanguka pia. Machafuko yakazidi huku watu waliokuwa wamejaa hofu wakijaribu kutoroka. Mwanamke aliyekuwa wakiwaka moto akakimbilia mahali gesi ilipovuja na kusababisha mlipuko mkubwa papo hapo. Wale ambao hawakuweza kukimbia kwa haraka hawakunusurika. Iris akaokoka kwa shida kutoka kwenye moto. Wafanyakazi wakapiga kelele kuwaamuru waliobaki waondoke mara moja. Yule mvulana aliyerusha sarafu akakimbia mbele akiongoza njia. Umati uliokuwa na hofu ukakimbilia kwenye mlango wa dharura, lakini kifo hakikuacha kirahisi hivyo. Njia ya kupita ikaanguka na kuwaua wote walioingia humo. Kwa muujiza tu, mvulana yule akanusurika bila kujeruhiwa. Walionusurika waliobaki wakakimbilia kwenye lifti, wakisukumana kwa nguvu katika juhudi za kuokoa maisha yao. Mzee mmoja akamsukuma Iris pembeni, lakini akakwama katikati ya mlango wa lifti iliyokuwa imejaa kupita kiasi. Lifti hiyo iliyokuwa imeelemewa ikaharibika na kumpunda mzee huyo vibaya sana. Iris akajitahidi kutafuta njia nyingine ya kutoroka, lakini hofu ya kifo ikaathiri ujauzito wake. Ghafla akagundua vitu vikiteleza upande mmoja na paa likaanza kupasuka katikati. Akatambua hatari iliyokuja, akapanda haraka kuelekea juu. Wengine hawakuwa na bahati hiyo. Sakafu ikapasuka vipande viwili na kutengeneza mteremko mkali. Watu wakateleza bila kujizuia kuelekea chini, lakini wakatua juu ya kioo kigumu. Mwanamke mmoja akadhani amenusurika, lakini alipoinua macho yake akaona piano ikining'inia kwa hatari. Kifo kikamwita tena, kikidondosha sarafu juu ya piano hiyo ambayo ikaanguka moja kwa moja juu ya mwanamke yule mrembo. Kufikia hapo, kila mtu katika kundi hilo akawa ameanguka. Yule mvulana akanusurika akitabasamu kwa majivuno mpaka piano ilipoanguka moja kwa moja juu yake. Iris akamulilia Paul kwa huzuni kubwa, lakini alimwona mwanamke mwingine akiwa hatarini na akaamua kuhatarisha kila kitu kumwokoa. Wakati huo huo, jengo lote lililo juu lilianguka kabisa. Sekunde ya mwisho kabisa, Iris akashika kipande cha chuma, lakini alipoangalia vizuri, si mkono wake uliomwokoa. Ilikuwa ni pete ya uchumba ya Paul iliyokuwa imenasa kwenye fimbo ya chuma. Kidole chake dhaifu hakikuweza kuhimili uzito wake, na sekunde iliyofuata, Iris akaanguka moja kwa moja kwenye moto uliokuwa chini. Stephanie akashtuka na kuamka kutoka kwenye ndoto mbaya akiwa darasani. Lakini haikuwa ndoto ya kawaida tu. Kwa miezi miwili mfululizo, aliota kitu kile kile. Stephanie akamweleza rafiki yake kuhusu ndoto hiyo. Ndani ya ndoto kulikuwa na mwanamke aliyeitwa Iris, jina la bibi yake. Lakini Stephanie hakuwahi kukutana na Iris wala hakujua kama bado yuko hai. Rafiki yake akamshauri arudi nyumbani ili kujua zaidi. Hutamani kwamba ndoto hizo mbaya zitaacha. Stephanie aliporudi nyumbani, akamuuliza baba yake Marty kuhusu Iris. Marty akakunja uso kidogo, kisha akatabasamu kwa kujilazimisha. Ni wazi kwamba alikuwa akificha kitu. Wakati huo, mdogo wake Stephanie, Charlie, akasema ataenda kuwatembelea binamu zao. Stephanie akaamua kuenda naye. Kabla hawajaondoka, Marty akawasisitiza wasimzungumzie Iris kwa ndugu zao. Hilo likamfanya Stephanie awe na mashaka zaidi. Akajiuliza, nini hasa kilimtokea Iris? Kama mwanamke wa ndotoni alikuwa Iris na kitu kibaya kilimtokea, basi mama yake ametokea wapi?
Stephanie na Charlie wakafika nyumbani kwa binamu zao. Stephanie akaenda moja kwa moja kwa mjomba wake Howard, akitaka kumuuliza kuhusu mama yake Darlene. Howard akashtuka na haraka akabadilisha mada. Lakini Stephanie alipolitaja eneo la ndoto zake, mgahawa wa Sky View, Howard na mke wake Brenda wakaonekana kushtuka waziwazi. Stephanie akawakishinza ili apate majibu. Binamu zake pia wakajiunga, wakiwa na hamu ya kujua zaidi. Hatimaye wakafichua kwamba Iris hakuwa amekufa, alikuwa amechanganyikiwa kutokana na tukio la Sky View. Lakini kwa Howard na Brenda, Iris alikuwa kama amekufa tayari. Stephanie akataka kuzungumza na Iris yeye mwenyewe, akitumaini hilo litaweza kumaliza ndoto zake mbaya. Akiwa amechoshwa, Howard akaeleza kwamba baada ya baba yao kufa, Iris alipoteza utimamu wa akili. Akawazuia kwenda shule, akawafungia ndani na akaishi kwa hofu ya kudumu kwamba watoto wake wangeweza kufa wakati wowote. Mwishowe, polisi wakaingilia kati na kumchukua Iris. Baadaye, Iris akaendelea kuwafuatilia kwa wasiwasi maendeleo yao katika kituo cha kulea. Howard na Brenda walipopata watoto wao wenyewe, Eric, Julia na Bobby, Iris akaanza kuwatumia barua za kutisha. Barua hizo zilikuwa zimejaa maonyo na picha za kutisha za maiti. Hatimaye wakahama na kukata mawasiliano yote na Iris. Stephanie akaomba kuona barua hizo, lakini Howard na Brenda wakakataa. Baada ya kuomba sana, Brenda akamwambia kwa siri mahali zilipofichwa. Stephanie akapata barua hizo na alichokiona kikamshtua sana. Mwanamke aliyekuwa kwenye picha alifanana kabisa na yule wa kwenye ndoto zake. Hii ilimaanisha kwamba huenda ndoto zake zilikuwa za kweli. Akiwa amedhamiria kupata majibu, Stephanie akaendesha gari peke yake kumtafuta Iris. Akitumia anwani aliyopata, akafika kwenye maficho ya mbali mlimani. Kupitia kiredio cha mlangoni, akazungumza na Iris, ambaye akamwambia aondoke mara moja. Lakini baada ya Stephanie kueleza kuwa yeye ni mjukuu wake, Iris akamwambia kwanza atoe vitu vyote kwenye mifuko yake kabla ya kuingia. Mlango mzito ukafunguka, Stephanie akaingia kwa tahadhari. Ndani ya nyumba kulikuwa na vitu vya ajabu kila mahali. Hata paa lilikuwa limefunikwa kwa vyuma vyenye ncha kali. Iris akasema haya yote yalikuwa ni ulinzi dhidi ya hatari isiyoonekana. Stephanie alipokuwa akisogea taratibu mbele, Iris akamwamuru kwa wasiwasi afunge mlango haraka. Ghafla, kizima moto kikaanguka nje. Iris akamuonya Stephanie asiguse chochote, kila kitu kingeweza kuwa mtego hatari. Hatimaye alipomuona mjukuu wake, Iris akatabasamu kwa upole. Akamuuliza kuhusu mama wa Stephanie, Darlene. Stephanie akaeleza kuwa alikuwa ametengana na mama yake tangu akiwa na miaka 10 na hakujua hali yake sasa. Kisha Stephanie akaanza kuuliza kuhusu ile ndoto ya kutisha. Iris akamwambia kwamba haikuwa ndoto tu, ni jambo lililowahi kutokea. Aliona janga likikija. Wakati huo alikuwa pamoja na Paul juu ya ghorofa ya juu kabisa. Aliona kofia ya mwanamke ikipeperushwa na upepo na mvulana mmoja akajaribu kutupa sarafu, lakini mlinzi akamzuia. Hata hivyo, mvulana huyo akalazimisha kuitupa. Wakati huo huo, Paul alikuwa karibu kumchumbia. Ghafla, Iris akamuonya Paul kwamba jengo litaporomoka na kila mtu atakufa. Paul akashangaa na kuchanganyikiwa. Kisha Iris akakimbia na kuichukua sarafu kutoka mkononi mwa yule mvulana. Akapata kitu muhimu ambacho kingeanzisha mfululizo wa matukio. Akakimbilia chini kwa haraka, akafunika sufuria iliyokuwa na moto na akawakuta watu wakicheza ndani. Haraka akachukua kipaza sauti na kuwaambia wote watazame sakafu. Baadhi wakajaribu kumzuia, lakini wengine wakagundua nyufa chini ya miguu yao. Siku hiyo akaokoa maisha ya watu wengi. Jengo halikuanguka. Baadaye mgahawa ukafungiwa. Iris akawa amezuia janga hilo, lakini kifo hakikupenda mpango wake kuharibiwa. Miaka kadhaa baadaye kilirudi na kuwaua wote waliokuwepo usiku ule, akiwemo mume wake Paul. Iris akajifunza namna ya kuona kifo kinapokuja. Akatumia miaka mingi kuzuia majanga, lakini sasa kifo kilikuwa kimemfikia. Alikuwa na cancer, hivyo atakufa muda wowote. Wakati akiongea na Stephanie, Iris akapunguza tahadhari yake. Kimya kimya, kifo kikafika. Darubini ikarejesha mwanga wa jua kwenye tray ya chuma. Mwanga huo ukaruka na kugonga kamba ambayo ikaanza kutoa moshi. Iris akaamini ndoto za Stephanie zilikuwa ishara. Huenda akawa amerithi kipawa chake. Iris akahisi kuna kitu kibaya, akageuza kichwa na kugundua mipango ya kifo.
Haraka akaisukume darubini mbali. Kifo lilidhani Iris atapoteza umakini kwa sababu mjukuu wake alikuwa pale. Iris akamwambia Stephanie abaki ili ajifunze mambo ya msingi kwa kuwa nje kulikuwa hatari sana. Yeye mwenyewe hakuwa ametoka nje kwa miaka 20, lakini Stephanie hakutaka kubaki, akahitaji kurudi shule. Iris akamuonya kwamba kifo kilikuwa kinakuja kwa familia yao, lakini Stephanie akadhani ni ndoto tu. Hakuamini, akaondoka bila kusita. Iris akamwomba achukue kitabu kabla hajaondoka. Wakati tu Stephanie alipokuwa karibu kutoka mlangoni, Iris akapata maono. Upepo, dira na vitu vinavyoanzisha matukio. Akajua kwamba kama ataenda nje atakufa. Lakini kwa Stephanie, Iris akaamua kuhatarisha maisha yake. Akatoka nje hata hivyo. Iris akamtupia kitabu mikononi mwa Stephanie na kumwambia kuwa kitabu hicho kitaweza kuilinda familia. Lakini Stephanie bado hakumwamini, hivyo Iris akamwambia asogee nyuma, ataonyesha kuwa yote ni ya kweli. Ghafla, upepo mkali ukavuma, ukagonga dira na kuiangusha. Kisha ikagonga kizima moto. Kizima moto hicho kiliruka na kumchoma Iris mdomoni. Hapo ndipo Stephanie akaamini, lakini tayari Iris akawa amekufa. Ndugu zake wakahudhuria mazishi. Stephanie akawaambia baba yake na mjomba wake kwamba Iris alisema kifo kitakuja, lakini hawakumwamini. Wakati huo, mama yake Stephanie, Darlene, akatokea, bado akiwa na hasira kwa mama yake. Stephanie akaondoka. Aliporudi nyumbani, akaanza kusoma kitabu alichopewa na Iris. Wakati huo huo, familia iliyobaki ikawa nyumbani kwa Howard wakiwa na sherehe ndogo, wakila na kucheka bila kujua chochote. Kifo kikawa tayari kimewasili. Bobby akavunja glasi kwa bahati mbaya, lakini hakugundua kuwa kipande cha glasi kilichanganyika na vipande vya barafu. Eric akaweka kinywaji chake karibu na tenki la gesi. Ikawa wazi kuwa walikuwa karibu wahanga wapya wa kifo. Walipokusanyika kula na kunywa, bila kujua wakatumia barafu yenye kipande cha glasi. Howard akainua glasi kutoa hotuba, akisema kwamba kifo cha Iris kimewakumbusha kufurahia maisha kwa wakati uliopo. Kisha wote wakagonganisha glasi na kunywa. Ghafla, Julia akaanza kukabwa. Akahisi kuna kitu kimekwama kooni na hakuweza kupumua. Wote wakamkimbilia, lakini ikabainika alikuwa amemeza vibaya tu, alikuwa salama. Ndani, Stephanie akawa akisoma kitabu cha Iris. Akaona kuhusu tukio la sarafu na jiko la gesi. Wakati huo huo, Eric alikuwa nje akiwasha jiko la gesi. Bobby akamwita Charlie aje kuruka juu ya trampoline, lakini hawakuona reki kali iliyofichika chini yake. Kitabu kikateleza kutoka mikononi mwa Stephanie. Akahisi hatari kubwa. Wakati jiko la gesi likiwashwa, frame ya picha ikaanguka na kuvunjika. Kipande cha glasi kikaruka sakafuni. Akajiuliza, ni nani alikuwa na kinywaji chenye kipande hicho hatari? Howard akanyua kinywaji chake, lakini hakuna kilichotokea. Kisha mtazamo ukaelekezwa kwenye glasi ya Darlene. Je, itakuwa yake? Stephanie akihisi kuna kitu kibaya, akaanza kuelekea nyumbani kwa Howard huku akimpigia simu mdogo wake Charlie. Kwa bahati mbaya, Charlie hakupokea simu. Trampoline ikawa na mshono uliolegea na ikawa karibu kupasuka. Akiwa njiani, Stephanie akaona alama ya onyo. Kuna hatari mbele, ikawa kama kifo chenyewe kilijaribu kumzuia. Wakati huo, kipande cha glasi kikaonekana kuwa ndani ya kinywaji cha baba yake, Marty. Lakini akanywa funda dogo tu kisha akaweka chini. Howard akapanda juu ya trampoline kuruka. Trampoline ikaonekana kana kwamba itapasuka muda wowote. Bahati nzuri, Darlene akaona ile reki iliyofichwa. Akapiga kelele na kukimbia haraka, akaiondoa na kuirudisha kwenye banda la kuhifadhia. Lakini ghafla, Brenda bila kukusudia akaangusha chupa. Ikagonga switch ya mashine iliyokuwa karibu. Mabomba yaliyokuwa chini yakaanza kujikunja na kutikisika. Reki ile ile ikaanza kuteleza chini. Wakati Stephanie alipofika, kifo kilikuwa tayari kimeanza onyesho lake. Howard akamfuata ili kumkaribisha. Ghafla, mguu wa Bobby ukanasa kwenye trampoline. Julia alipogeuka kuangalia, kipande cha glasi kikaanguka kutoka kwenye kikombe cha Marty. Howard akakanyaga kipande hicho. Maumivu makali yakampiga papo hapo. Wakati huo huo, reki ikaanguka juu ya mashine ya kukata nyasi. Howard akapoteza balance na kuanguka. Mashine hiyo ikamkimbilia moja kwa moja na kumaliza maisha yake. Ndugu wakahudhuria mazishi mengine. Stephanie akakimbia kurudi nyumbani na kuanza kupitia vitabu tena. Alipata ujumbe uliosomeka. JB akapata mtu aliyenusurika. Akaanza kuchambua nani atafuata. Watoto wa Iris Mapaul walikuwa ni Howard na Darlene. Watoto wa Howard walikuwa Eric, Julia na Bobby.
Watoto wa Darlene walikuwa Stephanie na Charlie. Wote wameunganishwa kwa damu na hawawezi kukwepa kifo. Stephanie akawaeleza wengine mpangilio huo. Sasa wakakaa kimya wakisikiliza. Yote yalitokana na orodha ya vifo ule mgahawa. Mpangilio wa vifo uliendana na ule ambao Iris aliwahi kuuona. Awali, mamia ya watu walipaswa kufa, lakini Iris akawaokoa. Na sasa kifo kimerudi kuwachukua mmoja baada ya mwingine. Kifo kilifuata mpangilio maalum kilipokuja kuua. Kimeanza na familia ya Howard, kisha kitafuata ya Stephanie. Martin na Brenda hawakuwa na uhusiano wa damu, hivyo huenda hawakuwa kwenye orodha ya kifo. Hii ikamaanisha kuwa aliye katika hatari kubwa zaidi sasa alikuwa mtoto mkubwa wa Howard, Eric. Lakini hakuna aliyemwamini Stephanie. Wote wakadhani ni chizi au wamelaaniwa, na mmoja baada ya mwingine wakaondoka. Eric akawasili mahali pake pa kazi. Feni iliyozunguka ikagusa mnyororo uliokuwa ukining'inia, na mnyororo huo ukanasa kamilifu kwenye hereni ya pua ya Eric. Karibu naye, dawa ya kusafishia ikamwagika sakafuni. Feni ikaendelea kuzunguka polepole, ikivuta mnyororo ule na kuubana zaidi na zaidi. Eric hakuweza kuondoa hereni yake ya pua. Ikambidi asimame kwa ncha za vidole, akijinyanyua juu zaidi na zaidi ili kuhimili mvutano. Kwa bahati mbaya, akagonga taa iliyokuwa karibu. Taa hiyo ikaanguka na mara moja ikawasha moto kwenye ile dawa iliyowaka kirahisi. Hali ikazidi kuwa mbaya haraka. Kioo kikavunjika juu ya meza. Eric alikuwa kwenye maumivu na hofu, akijaribu kwa nguvu kujinasua. Sekunde ya mwisho akafanikiwa kung'oa mnyororo ule, lakini alipoanguka akamwaga dawa zaidi ya kusafishia. Muda mfupi baadaye duka likalipuka. Wakati huo huo, Stephanie akawa na wasiwasi. Eric hakujibu simu zake usiku kucha. Akamchukua Charlie na kukimbia kwenda kumtafuta. Wakiwa njiani, karibu wapate ajali. Kwa bahati nzuri, Eric alikuwa amepona. Aliokoka kwa kuvua nguo zake za ngozi zilizokuwa zinawaka moto. Lakini kilichofuata kikamfanya Stephanie aamini zaidi kuwa kifo kilikuwa kinawafuata. Hata hivyo, Eric bado hakuamini hata kidogo. Hivyo Stephanie akaamua kubaki karibu naye ili kumlinda. Akaanza kufuata maelekezo ya maandishi ya Iris, akijaribu kuzuia mfululizo wowote wa matukio hatari. Kwa mfano, mkasi wa kukatia miti ukaanguka ghafla kutoka kwenye tawi lililokuwa karibu uigonge mpira wa mtoto aliyokuwa akicheza ambao ungeweza kumpiga Eric kichwani. Muda huo huo wakakutana na Julia aliyekuwa akifanya mazoezi. Lori la taka likapita karibu. Stephanie akamwonya Eric akae mbali, lakini Eric kwa uzembe akaanza kufanya mizaha karibu na lori hilo, akitoa sura za kejeli. Julia hakuwajali, akavaa earphone zake na kuendelea kukimbia. Hakuna aliyetarajia kilichofuata. Julia akatupwa kwa bahati mbaya ndani ya lori la taka. Wote wakalikimbiza kwa mshtuko, lakini dereva alikuwa amevaa earphone na hakusikia chochote. Stephanie akaruka juu ya lori, akanyosha mkono kumfikia Julia na akafanikiwa kushika mkono wake, lakini alikuwa tayari amechelewa. Julia akasagwa na mashine ya kukandamiza taka. Hapo ndipo familia iliyobaki ikaanza kutambua kuwa kweli kifo kilikuwa kinawafuata. Kisha Brenda akafichua ukweli wa kushangaza. Eric hakuwa mtoto halisi wa Howard, alizaliwa kutokana na uhusiano nje ya ndoa. Huenda hiyo ndiyo sababu Eric aliokoka, na ikimaanisha kuwa atakayefuata kwenye hatari ni mtoto mdogo wa Howard, Bobby. Stephanie akakumbuka jina moja kutoka kwenye maandishi ya Iris, William. Darlene na wengine wakamfahamu. Wakaenda haraka hospitalini kumtafuta. Ikabainika kuwa William ndiye yule mvulana ambaye Iris alimwokoa usiku ule wa zamani. William akawaeleza kwamba kuna njia mbili tu za kushinda kifo. Moja ni kumuua mtu mwingine achukue nafasi yako, au ufe kisha urudi tena uhai. Akawaambia kwamba yeye pia sasa alikuwa mgonjwa kama Iris na muda wake ulikuwa ukikaribia kuisha. Akawaonya kuwa wote watafariki kwa mpangilio ule ule uliotajwa. Wote waliogopa sana, lakini ukweli ulikuwa mbaya zaidi. William akawaonya, msijaribu sana kuingilia mpango wa kifo, kwa sababu mkishindwa mambo yataweza kuwa mabaya zaidi. Akawashauri wathamini muda waliobaki nao, kisha akaondoka kimya kimya. Eric akafikiri kama kuna njia ya kumwokoa Bobby, basi kufa na kurudi uhai ingekuwa rahisi zaidi. Akapendekeza Bobby ele karanga, akitumaini kupata allergy kali ili madaktari waweze kumrudisha kutoka kwenye hatari ya kufa. Wakanunua pakiti ya karanga kutoka kwenye mashine ya kuuza, lakini karanga zikakwama ndani. Kwa hasira, Eric akavunja kioo cha mashine ili kuzitoa. Hata wakainua mashine nzima pamoja. Baada ya juhudi, hatimaye wakapata karanga.
Kisha wakaingia chumba cha jirani, lakini bila kujua wakaamsha mashine ya sumaku. Nguvu kubwa ya sumaku ikaanza kuvuta vitu vyote vya chuma. Vipini vya chuma kwenye mwili wa Eric vikavutwa kwa nguvu kuelekea mashine ya sumaku. Hata kiti cha magurudumu kilichokuwa nyuma yake kikarushwa mbele. Eric akaburutwa na kubanikwa kwa nguvu kwenye mashine ya sumaku. Bobby, ambaye tayari alikuwa amekula karanga, hakuweza kusaidia chochote. Akajaribu kufikia sindano ya allergy iliyokuwa mkononi mwa Eric. Wakati huo huo, daktari mmoja akaona hali ile na kufungua mlango. Kisha tukio la kutisha likatokea. Spring iliyolegea kutoka kwenye mashine ya karanga ikaruka ghafla na kumchoma Bobby moja kwa moja kichwani. Stephanie, Darlene na Charlie wakakumbatiana kwa nguvu. Wakagundua hawawezi kupambana na kifo tena. Hivyo wakaamua kufuata njia ya Iris na kuhatarisha kila kitu. Wakaendesha gari hadi milimani kwenye nyumba ya zamani ya Iris. Hawakugundua kuwa sarafu ilikuwa imeanguka kutoka kwenye daftari. Mwanamke mzee akaichukua kutoka ardhini. Nyumba ile ilikuwa ya kutisha, kana kwamba kifo kilikuwa tayari kinawasubiri. Stephanie alikanyaga mafuta ya gari kwa nguvu na kuendesha moja kwa moja kwenye nyumba. Katikati ya safari hiyo, gari likapata ajali na mkanda wa kiti ukamfunga Stephanie. Sasa lengo la kifo lilikuwa ni Darlene. Kama atafanikiwa kuingia salama ndani ya nyumba, huenda wengine wote watakuwa salama. Lakini hakuna aliyegundua cheche zilizokuwa zikitoka kwenye waya wa paa uliokuwa umeharibika kwa hitilafu ya umeme. Wakati tu Darlene alipofika mlangoni mwa nyumba, mlipuko mkubwa ukalipua gari. Mwili wa Stephanie ukarushwa na kuanguka kwenye bwawa lililokuwa karibu. Charlie akabanwa chini na mbao. Akiwa amejeruhiwa na akihangaika, Darlene akajikokota na kumwokoa Charlie. Akamwambia amwokoe Stephanie haraka. Mara tu baada ya kusema hivyo, nguzo ya taa ikaanguka kutoka juu na kumuua papo hapo. Charlie akakimbia haraka kumtoa Stephanie, akiwa amepoteza fahamu. Kwa bahati nzuri, akamfufua kwa wakati mwafaka. Wawili hao wakakumbatiana na kucheka. Hii ikaonekana kuwa ile njia ambayo William alimaanisha, kufa na kurudi tena. Lakini aliposikia kwamba Darlene amekufa, Stephanie hakuweza kujizuia kulia. Sasa wakawa wamebaki yeye na Charlie pekee kutoka ukoo wa Iris. Wiki moja baadaye, Charlie na Stephanie wakatembelea nyumbani kwa mpenzi wa Charlie. Wakati Stephanie alipokuwa akimrekebishia Charlie nguo zake, akachomwa kidole na mwiba wa ua. Ghafla akakumbuka ile ndoto. Ndani ya ndoto hiyo, Iris pia alikuwa amechomwa kidole. Kisha mwanamke mzee akaangusha sarafu. Sarafu hiyo ikateleza chini ya ngazi na kunasa kati ya reli za treni. Treni ilikuwa ikikuja kwa kasi kuelekea hapo. Baba wa mpenzi wa Charlie alikuwa daktari. Aliposikia jinsi Charlie alivyomwokoa Stephanie, akaeleza kwamba Stephanie hakuwa amekufa kitaalamu. Ikiwa mtu amepoteza fahamu na akarudishiwa pumzi bila mapigo ya moyo kusimama, basi hakuwa amekufa kweli. Akasema kwa kawaida tu. Lakini kwa Stephanie na Charlie, hiyo siyo taarifa nzuri. Stephanie akaona gari jekundu kama lile la kwenye ndoto. Mpenzi wa Charlie pia alikuwa amevaa nguo sawa na alizovaa Iris kwenye ndoto. Hisia mbaya zikazidi kuongezeka. Ghafla, treni ikatoka kwenye reli. Ajali ikatokea. Treni ilikuwa inakuja moja kwa moja kuelekea walipokuwa. Stephanie akajikwaa na kuanguka. Charlie akamshika na kumuinua haraka. Ikaonekana kama wamefanikiwa kupona, lakini sivyo ilivyokuwa. Hivyo basi, utakimbia kila kitu, lakini mwisho wa yote ni kifo. Pia hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupata video inayofuata na nyingine nyingi zaidi. Asante kwa kutazama na kwaheri.